ومن الفوائد العلمية كل أمر ورائها إلى جامبنا حروف كريهة اليومباية عند الناس فوات ناتجة من طاعة الله iliyotokana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa mahbubun inda Allah ta'ala. Basi hiyo harufu au hilo jambo ambalo linachukiza kwa watu lakini limetokana taa lenye kupendeza zaidi mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, ka khalufi fami as-saim, kama vile harufu inayotoka katika kinywa cha aliyefunga inachukiza kweli mbele ya watu, lakini mbele ya Allah tabarak wa ta'ala ni atyab, kama qala Nabii sallama la khalufu fami as-saim atyabu inda Allah min rihi al-misk. Harufu inayotoka katika kinywa cha aliyefunga inapendeza zaidi mbele ya Allah kushinda nini? Kushinda harufu ya miski. Wa sha'thi wa ghubari al-hujjaj, na vile vile ile mavumbi kutimka wanapokuwa nako mahujaji wale kwenda katika ibada ya haji, wanatimka wale manywele yanatimka na mavumbi yamewatapakaa, basi mavumbi yale yanampendeza zaidi mbele ya Allah. Mja wa Allah anayachukia, lakini mbele ya Allah yana thamani kubwa, Allah anayapenda zaidi. Tayib, kadhalika launu dami shahid, rangi ya damu alikufa shahidi, na ndio maana siku ya kiyama atafufuliwa akiwa na damu yake, lakini damu yake inatoa harufu kama ya miski, kuonesha kwamba inapendeza zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa min alfawaid, hiyo ni katika faida. Kwa hiyo kila jambo au harufu mbaya ambayo imetokana na baada ya wewe kufanya taa, mathalan umeenda kupigia jihad katokwa na majashi, basi yale majashi yanampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Au umefanya taa yoyote ile ikapelekea kutokwa na majashi, yale majashi yanatoa harufu mbaya, wewe yanakuchukiza, lakini Allah yanampendeza zaidi. Wa hakadha. طيب, umefanya taa ukapatwa na jambo lolote baya, ukawa katika hali isiyopendeza katika macho yako, basi hali hiyo inampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila baya, hapo tunajifundisha kwamba kila baya ambalo litakusibu min at-ta'a, kutokana na taa uliyofanya, fahuwa amrun mahbubun inda Allah tabaraka, basi hilo ni jambo lenye kupendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alfawaid al-aklu 'ada, na miongoni mwa faida ni kwamba al-aklu 'ada, kula ni mazoea, ni jambo la kimazoea. Wa qad takunu ibadatan, na huenda kukawa huko kula ni ibada, mtu akapata thawabu kubwa kwa sababu amekula. Idha kana an niyyati at-taqarrub ila Allah ta'ala, itakapokuwa amekula kutokana na nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili, Mtume amesema tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, kula ni daku, hai katika chakula cha daku na baraka. Kwa hiyo atakayekula kwa sababu hii ni daku imeamrishwa na Allah na Mtume alayhi salam, akala lillah litaqawi ala at-ta'ah litaqarrub ila Allah, akala kwa lengo hilo, basi kula kule kunageuka kuwa kutoka katika mazoea na kuwa ibada. Au Mtume amesema walan tunfiqa nafaqatan, na wala hautatoa wewe punje yoyote, tabtaghi biha wajha Allah, ukitafuta uso wa Allah, illa ujirta alayhi, isipokuta pewa ujira na Allah juu hiyo. Hatta ma taj'alu fi amra'atik, mpaka lile tonge ambalo unaliweka katika kinywa cha mkeo, ukiweka lillah Allah atakulipa thawabu. Kuonesha kwamba rawahu al-Bukhari, kula ni mazoea, ni jambo la kimazoea, lakini ukila kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah ili upate nguvu ya kufanya taa, ukala ili upate nguvu au kala kwa sababu ya kutekeleza amri ya Allah au kutekeleza mafundisho ya Mtume alayhi salam aliyokuambia ule daku na mfano wa hayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa thawabu. Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa thawabu. طيب,